ingawaje watu wengi sana walikuwa wanatamani kuona Faisal pengine akienda upande wa pili kwa maana ya Simba, kitu ambacho ni kigumu. Yanga walikuwa kwa very smart kwenye hii deal tokea mwanzo, wanamtoa Yanga kupeleka Azam. Walikuwa wametengeneza mazingira ambayo kama pesa atakwenda kuondoka basi asije kaenda ka eneo lingine la ndani likaenda kuadhuru. Lakini pia Yanga bado walikuwa wanamhitaji kwa sababu walikuwa wanajua kabisa kwamba ukiangalia hatima ya mtu kama Azizi ilikuwa iko mashakani. Ni mchezaji ambaye alikuwa na level kubwa, kwa hiyo kuendelea kumshikilia mwaka hadi mwaka kwanza inaongeza pressure, lakini pia inakuwa ni risk kwa club kwa sababu kutokana na uwezo alionao. Kwa hiyo walijua ipo siku atakuja kumhitaji, ndio maana baada ya kuwa wamefikia pazuri katika biashara ya kumuuza Ziki wakaamua kurudi. Na ukiangalia leo tunamzungumzia Faisal, unaizungumzia Yanga. Ni uhalisia ni kwamba dili yake sehemu kubwa na Yanga ishaisha. Ni sehemu kubwa, yani imebakia tu sehemu ndogo ndogo ambazo ni sehemu za makubaliano, na sio Yanga na Faisal, ni Yanga na wasimamizi wa Faisal ambao wanasimamia, ndio hatua ambayo imebakia. Lakini kwa maana ya yeye mwenyewe na klabu ya Yanga ni kama kila kitu kimesha kuisha, mshaelewana. Kwa hiyo hii hatua iliyobakia, ujue changamoto inakuwa ni kwa muhusika, lakini wakiwa wasimamizi ni rahisi kuweza kuzungumza nao kwa sababu mwenyewe tayari alikuwa ameshaisha nia ya kuweza kwenda kwenye klabu ambayo alikuwa anaipenda, ni klabu yake, ndio klabu ambayo imeweza kumfikisha. Lakini pia ninaamini kwa malengo na ushindani alionao ni rahisi kuweza kufikia malengo yake akiwa na Yanga kuliko akiwa na timu nyingine yoyote ya Tanzania. Dominic Salamba, habari za wakati huu? Mimi niko vizuri kabisa kama chuma. Ndio, nakuona uko vizuri, lakini taarifa ambayo imetuleta hapa ni ya Faisal Salum Feitoto. Mengi yanazungumzwa hasa yanahusishwa na klabu ya Yanga. Vyanzo vyako, taarifa hizi zimekaaje? Taarifa zipo kama ambavyo zimekufikia na sio jambo la ajabu, ingawaje watu wengi sana walikuwa wanatamani kuona Faisal pengine akienda upande wa pili kwa maana ya Simba, kitu ambacho ni kigumu. Yanga walikuwa kwa very smart kwenye hii deal tokea mwanzo, wanamtoa Yanga kupeleka Azam. Walikuwa wametengeneza mazingira ambayo kama pesa atakwenda kuondoka basi asije kaenda ka eneo lingine la ndani likaenda kuadhuru. Lakini pia Yanga bado walikuwa wanamhitaji kwa sababu walikuwa wanajua kabisa kwamba ukiangalia hatima ya mtu kama Azizi ilikuwa iko mashakani. Ni mchezaji ambaye alikuwa na level kubwa, kwa hiyo kuendelea kumshikilia mwaka hadi mwaka kwanza inaongeza pressure, lakini pia inakuwa ni risk kwa club kwa sababu kutokana na uwezo alionao. Kwa hiyo walijua ipo siku atakuja kumhitaji, ndio maana baada ya kuwa wamefikia pazuri katika biashara ya kumuuza Ziki wakaamua kurudi. Na ukiangalia leo tunamzungumzia Faisal, unaizungumzia Yanga. Yani uwezo ukamzungumzia Faisal ukamzungumzia Zanzibar City Mgani, si Mlandege, ukamzungumzia Singida, Faisal utamzungumzia Yanga. Ndio sehemu ambayo ilikwenda kuonekana, ndio sehemu ambako walikuwa wamemtengeneza pamoja. Ilikuwa imetokea mambo mengi tunafahamu hapa na pale, lakini siku zote binadamu ndugu wanagombana, lakini baadaye wanakaa chini wanayazungumza, wanaombana misamaha na kuisha na maisha yanaendelea. Na bado Faisal ukimwangalia bado moyo wake upo Yanga. Kwenye vyanzo vyako sasa dili hili limefikia wapi? Kwa sababu kila mtu anazungumza la kwake. Kuna watu wanasema Young Africans wameweka takriban milioni 750 kwa ajili ya kumpata, huku inasema mshahara kwa mwezi milioni zaidi ya 40, lakini wengine wanazungumza kwamba dogo yule sasa hivi moyo wake huko kabisa Young Africans. Ndani ya wekundu na Msimbazi Simba amewapa kipaumbele. Nafikiri yatazungumzwa mengi, wengine wakitamani yawe hivyo wanavyotaka wazungumze, lakini uhalisia ni kwamba dili yake sehemu kubwa na Yanga ishaisha. Ni sehemu kubwa, yani imebakia tu sehemu ndogo ndogo ambazo ni sehemu za makubaliano, na sio Yanga na Faisal, ni Yanga na wasimamizi wa Faisal ambao wanasimamia, ndio hatua ambayo imebakia. Lakini kwa maana ya yeye mwenyewe na klabu ya Yanga ni kama kila kitu kimesha kuisha, mshaelewana. Kwa hiyo hii hatua iliyobakia, ujue changamoto inakuwa ni kwa muhusika, lakini wakiwa wasimamizi ni rahisi kuweza kuzungumza nao kwa sababu mwenyewe tayari alikuwa ameshaisha nia ya kuweza kwenda kwenye klabu ambayo alikuwa anaipenda, ni klabu yake, ndio klabu ambayo imeweza kumfikisha. Lakini pia ninaamini kwa malengo na ushindani alionao ni rahisi kuweza kufikia malengo yake akiwa na Yanga kuliko akiwa na timu nyingine yoyote ya Tanzania. Yani saizi utoke Azam ushinde kwenda Yanga, uone timu nyingine ipi Tanzania kwa ndani hapa, manake ndio timu bora ambayo katika ukanda wetu hii kila mmoja angetamani kuweza kuchezea Yanga katika ukanda wetu. Anaweza zaidi itokee dili nyingine ya nje ya ukanda huu, lakini wewe utakuwa ni mtu wa tofauti Yanga wa kuhitaji na timu nyingine kwa ajili ya Tanzania, alafu uopt kwa timu nyingine. Hakuna ambaye anaweza kukubali kwa sababu Yanga saizi ndio kama kioo, ndio kama modo ya namna ya uendeshaji wa mpira wa kisasa, lakini ndio timu pekee ambayo wanaishi vizuri kwa timu nyingine yoyote ya Tanzania.
Kwa mujibu wa vyanzo vyako, mkataba wake labda una vipengele gani viwili vitatu, lakini mkataba wake ndani ya klabu ya Yanga huenda unaweza ukawa na ukomo baada ya miaka mingapi? Ni mikataba ya kawaida tuliozoea miaka miwili, au kidogo utakuwa ni mkataba mrefu wa Faisal na klabu ya Yanga kama unavyosema kwamba Yanga wameshamalizana, bado vitu vidogo vidogo tu na Faisal Salum? Sio vizuri kuzungumza terms za mkataba whether anakotoka anakokwenda, kwa sababu ile ni jambo la private. Hata kama nitakuwa na information, lakini mimi napenda ku respect taratibu. Lakini ni kwa sure tu ni miongoni mwa mikataba bora, na ndio atakuwa ni miongoni mwa wachezaji wachache wanaolipwa pesa nyingi, si tu kwa Tanzania bali hata kwa kigeni. Yeye anakwenda kuwa ni miongoni of the expensive player, na Yanga wamekuwa ni kawaida leo hii wanamhodhi pale Aziz Ki, ni miongoni mwa expensive player na wengine walionao. Kwa hiyo anakwenda kuwa miongoni mwa wachezaji ambao watakuwa wanalipwa pesa nyingi sana za Tanzania. Hilo naweza nika kwa sure, ambayo asingeweza kulipwa katika klabu nyingine yoyote Tanzania. Sasa kuna taarifa hapa Dominic Salamba, watu wanasema kwenye dili la Faisali kwenda Yanga uende sio shida, kwa sababu kijana pia ana mahaba makubwa sana na klabu ya Yanga. Lakini watu wengi wanazungumza kwamba mamake mzazi Faisali ndiyo mtu ambaye atakaza hii dili, kwa sababu ndiyo mtu ambaye aliumia sana wakati Fei anataka kwenda Azam. Yanga wakati anamzuia, mama alionyesha majozi makubwa sana. Tunataka turudi kwako, nafikiri Yanga wanaweza wakakiruka vipi kikiunzi na kumshawishi mama huyu ambaye inaonekana alivujwa jasho la machozi na damu kweli kweli wakati mwana anapigania uhuru wake na haki yake ya kwenda Azam FC? Siku zote mama anakuwa yuko kwa upande wa mtoto wake. Siku zote mama na mtoto ni kitu kimoja. Mama kama mwanae anakuwa anapitia mazingira magumu, mama hawezi kufurahi. Kwa hiyo mama alipambana ili Faisal aweze kutoka, kwa sababu ilikuwa sio sehemu sahihi kwake kwa kipindi kile. Kwa hiyo na leo hii kama mtoto wake ameadmit kuweza kutaka kurudi na mama amekaa sawa, mama kwa nini asiweze kukaa sawa? Kwa sababu siku zote mama zetu wapo kwa ajili ya kuona tunafanikiwa. Yaani mama anakaa upande wako kwa sababu anaamini kwamba ukifanikiwa na inakuwa ni sehemu ya kufanikiwa. Kwa kama inakuja kitu chema ambacho kitafanya mwanao aweze kuwa katika level nyingine, sidhani kama kuna mzazi ambaye anaweza kaendelea kushikilia kitu kile, kwa sababu kipindi kile alisimama kwa sababu ya yale ambayo yalikuwepo. Kwa hiyo ingekuwa sio rahisi mama awe kinyume na mtoto wake. Lakini kwa sasa hizi nafikiri kwa sababu mtoto mwenyewe atakuwa ameshafikia hatua na ni mama yake kipenzi na aliweza kumsimamia, aliweza kuwa naye, mama yake kazi yake sio kucheza mpira, mama yake kazi yake sio kushabikia timu. Mama kazi yake kuhakikisha kwamba heshima ya mtoto wake, usalama mtoto wake na maslahi mtoto wake yanaweza kuzingatiwa, ndio ambacho anakuwa anatarajia. Kwa hiyo yote kama imekaa sawa, why not? Dominic Salamba, sasa ufalme wa Faisali ndani ya Yanga unakwenda kuona, kwa sababu anakuja pale. Ni kweli kuna kipindi alitengeneza ufalme, lakini anakwenda kukutana na wachezaji ambao na wao walitengeneza ufalme wao. Azizi ndo huyu anasepa, lakini yuko Pacome Peodo Zuzo pale, yuko naye Chama ambaye wanatarajia wana Yanga kama Azizi akiondoka, basi Chama ataichukua vizuri sana nafasi ya Ki Azizi. Fei anakuja, unaonaje nafasi ya Fei kuwa mwiba na kuimbwa itakuwepo? Yaani Fei ni kwa sababu tu ni Mtanzania. Lakini angekuwa kama ametokea Burkina Faso hivi, ametokea Senegal, ametokea Mali, leo hii tungekuwa tunamzungumzia katika level tofauti sana. Fei ni mchezaji mkubwa ambaye anapenda kucheza kwenye mechi zenye ushindani. Kwa hiyo Fei umpeleke kokote kule, sio Yanga tu, sio Simba, mpeleke hata Mamelodi, Fei anacheza. Sio, unaelewa sio? Yaani kokote kwa mpeleke, Ahali mpeleka Fei anaanza anacheza. Ni pure talent from Zanzibar. Kulikuwa pia na taarifa za timu za nje kumhitaji, na hata hiyo Mamelodi ambayo umeitaja pia ilihusishwa sana na Faisal Salum Feitoto. Vipi dili hili na Mamelodi Sundowns? Kwa sababu tunaamini Mamelodi ni miongoni mwa timu ambazo zina msuri mkubwa sana wa fedha. Unafikiri kama Mamelodi atakuwa serious na hili dili, tunaweza kweli kumwona Fei Yanga? Yanga ameshawahi. Kwa maana ya kwamba Yanga ameshamaliza kabisa ile dili. Hiyo naongea wewe. Salamba, hebu tuambie, Yanga amemaliza? Kujibu, Yanga ameshawahi. Sawa, bwana, tumalizie Daja Vika na Salamba. Ni namna gani pia tunaweza tukatengeneza maokoto? Watazamaji wa Kings Media ni miongoni mwa watazamaji bora kweli kweli, na miongoni mwa watazamaji ambao wanaikubali kama si kuipenda Jamvika na Salamba. Nafikiri kubwa tu wajue kwamba tupo kwenye kipindi cha msimu wa sikukuu. Kwa cha kufanya tumeamua kutoa free tips, kutoa odds za bure ambazo yoyote ambaye atafuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii anapata nafasi ya kuweza kupata
hizo free tips. Kwa ni wewe tu kuweza kufuatilia kwenye Salamba TV, kufuatilia kwenye Dominic Salamba accounts na kwenye Twitter, ili uwe nafasi ya kuweza kupata hizo free tips. Lakini namna kujiunga ni *150*50*1 then namba ya kampuni 710-251-28. Baada ya hapo unaweka kiasi kwa siku 1000, wiki 1500 na mwezi 1500, VIP 30,000 kwa siku 5. Baada ya hapo unaendelea kushangilia maokoto kutoka Jambika na Salamba ambayo yanatoka siku hadi siku kipindi cha mwaka mzima. Bwana Dominic Salamba, mimi nikushukuru sana. Karibu tena. Asante sana. Bwana, huyo ni Dominic Salamba, amezungumza mengi na mazuri, lakini pia wacha nikupe taarifa njema kutokea Bati Quality. Ni kampuni bora Tanzania, inazalisha na kusambaza bati aina zote. Ziko za migongo midogo, migongo mipana mfano wa kigae, na zile pia zenye matili wa chenga zinapatikana. Ukinunua bati kwetu pia utapata misumari na usafiri bure popote pale ndani ardhi ya Tanzania. Kwa nini uteseke ulale na beseni pamoja na sufuria usubiri inyeshe kingi panapovuja wakati sisi tupo tena tupo kwa ajili yako? Hii si sawa. Fika kiwandani tukuzie bati nzuri, bora na bomba kwa gharama nafuu mno. Bati zetu bwana zinaanzia gharama nafuu, kwa maana shilingi 21,500 unajipatia bati nzuri na warranty ya miaka 10. Yani bati original kwa shilingi 21,500. Hii haijawahi kutokea. Lakini kama itoshi bwana, ukipata hizi bati hakika fundi wako ataenjoy na utafurahia maisha zaidi na zaidi. Lakini pia nguvu kubwa tuko tunapewa na MC Cisco, MC wa kimataifa ambaye pia anafanya shughuli nyingi na shughuli mbalimbali kwa gharama nafuu mno. Una harusi, send off yako, kitchen party, kipa imara na shughuli kadha wa kadha zinazohitaji shughuli za MC, muziki, video, picha, basi unaweza ukamwona MC Cisco ukamwambia mimi nataka video production, nataka pia MC, nataka mziki mzuri, utapata kwa gharama nafuu mno. Gharama zake hazijawahi kutokea. Unaambiwa piga simu kupitia nambari ya simu ambayo unaona hapo chini, lakini usisahau pia ni 0782055044. MC Cisco, Master of Ceremony. Na sisi tuna la ziada. Faisal Salum Feitoto kwa mujibu wa Dominic Salamba, Young Africans msimu ujao atavaa jezi yao. Hii sasa 80% mwamba anatua ndani ya klabu ya Yanga. Wana Yanga vimbeni na ile nyimbo yenu ya sisi ndio Yanga. Kwaheri.